Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, uhari gani? Tupo vizuri tena kwa ajili ya kuendelea na update. Tunajuzana mengi ambayo yanatokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Hapa ni sehemu sahihi ya kuzungumza sasa. Kama tunavyojua, msiba wa Bwege aliyekuwa mbunge wa zamani wa kule Kilwa, lakini pia aliwahi kuwa kada wa CUF, kada wa ACT, na mwishoni kabisa alijiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, na tuliona viongozi wa Chadema kina Heche walifika mpaka kule nyumbani kwake kwa ajili ya mazishi. Sasa kwa upande wa serikali nao wamlilia Bwege, ambapo Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amewasilisha salamu za pole kwa taifa, akieleza pigo kubwa la kuondokewa na viongozi wawili wenye ushawishi mkubwa, mbunge wa zamani Selemani Said Bungara ama Bwege na Mwadhama Paul Cap Kardinali Pengo. Akizungumza bungeni jijini Dodoma leo Aprili 1, 2026 wakati wa kuwasilisha bajeti ya ofisi ya Waziri Mkuu 2026-27, Dr. Mwigulu amesema vifo hivyo vimeacha pengo katika ujasiri wa kisiasa na uongozi wa kiroho nchini. Waziri Mkuu amemwelezea Bwege aliyefariki Machi 30, 2026 kama mwanasiasa wa kipekee aliyetumia ujasiri na ucheshi wa kuwasilisha kero za wananchi wa Kilwa Kusini. Dr. Mwigulu ametoa pole kwa familia, chama cha ACT Wazalendo na wananchi wa Kilwa kwa kuondokewa na sauti yao muhimu bungeni kwa miaka 10, yani kuanzia mwaka 2010 mpaka mwaka 2020. Bwege atakumbukwa kwa ujasiri, uwezo wake wa kuwasilisha hoja, ucheshi pamoja na kauli zake za kusisimua zilizompatia umaarufu ndani na nje ya taifa letu. Ninatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki, wananchi wa Kilwa na Watanzania wote kwa ujumla, ameeleza Waziri Mkuu Mwigulu. Kuhusu askofu mkuu mstaafu wa Dar es Salaam Kardinali Pengo aliyefariki Februari 19, 2026, Waziri Mkuu amemtaja kama nguzo ya maadili ya taifa. Amesema Kardinali Pengo atakumbukwa kwa msimamo wake thabiti wa kuhimiza upendo, umoja na uadilifu miongoni mwa Watanzania wote bila kujali tofauti zao. Marehemu Kardinali Pengo atakumbukwa kwa mchango mkubwa aliotoa katika huduma za kiroho. Wakati wa uhai wake alisisitiza watu wote waishi maisha ya uadilifu, upendo, umoja na mshikamano wa kitaifa, amesema Dr. Mwigulu Nchemba. Nini maoni yako? Shiriki nasi kwenye comment hapo. Asante.